tunakushika kwa mkono wako kwa ajili ya utumishi huu. Baba, hata sasa tunapokuja mbele za uso wako, tumekuja kujifunza kwako, na zaidi ya yote Bwana, ile neema ya kuomba ikawe pamoja nasi. Tunarudisha sifa na utukufu. Nami mtumishi wako ninaposimama mbele zako Baba, ninasiri rehema zako na neema yako ikapate kuwa juu yangu. Roho Mtakatifu kanitumie sawa sawa na mapenzi yako. Kinywa changu kakitumie Bwana, ukasii, maana umesema unasii kupitia vinywa vyetu. Neema yako ikaongezeke mahala hapa, na neno hili Bwana likatembee na roho wako kwa utukufu wako, ukatengeneze mazingira yetu ya ndani, ule uhalisia wa maisha yetu ya Kikristo ukapate kudhihirika. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu Baba. Tunatiisha nafsi zote chini ya mkono wako na mamlaka yako kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru, tunafungulia neema yako ikazidi kuachiliwa katika neno kwa utukufu wako. Baba, pokea sifa, heshima na utukufu. Mamlaka zote za giza tunazifunga na ufungua mamlaka kwa jina la Yesu. Utendaji wote, roho zote za kiagenti na virusi zote zinazotembea katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo, ili kuharibu usikivu wa neno, ninafunga hiyo mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Ninafungulia mamlaka ya Mungu na uweza wa Mungu na utawala wa Mungu ukatende kazi ndani ya mioyo ya watu wako kwa utukufu wako na kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Tunamshukuru Mungu aliyeweza kuwa pamoja nasi. Hata sasa yeye ni Ebeneza kwetu. Tunao sababu ya kumshukuru Mungu. Mimi binafsi nimesimama mbele zenu, ninao sababu ya kumshukuru Mungu aliyenipa neema na kibali kwanza cha kufika hapa makao makuu, kuwepo hapa kwa ajili ya wiki hizi 3 kwa kusudi lake. Tumekuja, tumeshiriki habari ya semina na Mungu ametufundisha sana, na tumepata nguvu tena za kuweza kwenda kutenda lile kusudi Mungu alilotupa. Na zaidi ya yote namshukuru Mungu kwa ajili ya chuo. Tumeingia darasani, tumezidi kumuona Mungu katika wiki zote 3 tulizokaa hapa. Tulikuwa tunahudhuria kwenye ibada, tunahudhuria kwenye mafundisho, tumeona Mungu akitutoa sehemu. Ninamshukuru sana Mungu, ninamshukuru sana mwalimu ambaye anafanya kazi kama mashine. Kwa kweli ninamuona Mungu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe wetu asubuhi ya leo unasema imani moja na sisi. Tulijifunza huu ujumbe, imani moja na sisi, na tutaona pale tulipofikia. Imani moja na sisi. Tulisoma kitabu cha Petro wa pili. Tulisoma kitabu cha Petro wa pili, tutaanzia hapo mstari wa 1. Inasema, Simoni Petro, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani moja na sisi yenye thamani katika hali ya Mungu wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Huyu Simoni Petro, ambaye ni Petro jina lake, anaitwa ni mtumwa na ni mtume. Kwa nini alikuwa anaitwa ni mtumwa? Kwa sababu wale wote walioingia katika imani ya Kristo wanaenda kutumika chini ya ile imani. Kwa hiyo wanakuwa ni watumwa, walikuwa na matakwa yao, lakini kwa sababu wameikubali ile imani, wameenda kujitiisha chini ya huyu Kristo. Kwa hiyo wanapokuwa chini yake, wanakuwa ni watumwa wake, wanaitumikia ile imani walioipokea. Ndio maana anasema ni mtumwa na mtume wa Yesu Kristo. Ni mtumwa, lakini ni mtu aliyetumwa
na Yesu Kristo, yani ni mtumwa wa Yesu Kristo, na ni mtume. Baada ya kupokea ile imani akatumwa aipeleke ile imani. Anasema wa Yesu Kristo kwa wale anaowaambia huu ujumbe waraka anautuma kwa wale walio na imani moja na wao. Imani moja na wao. Anasema hivi, na imani moja na sisi. Hiyo imani yenye thamani katika hali ya Mungu. Ina uthamani wake. Achana imani zingine. Kuna imani, na ndio tunaenda kuangalia ukengeufu wa imani katika kanisa la Kristo. Anasema ni mtume na mtumwa na mtume wa Yesu Kristo kwa wale walio na imani moja na sisi, yenye thamani katika hali ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Ile imani ni ya thamani. Ni ya thamani manake hii imani ili sisi kuipokea, Mungu aliacha enzi na mamlaka yake, akashuka kuja kuzaliwa hapa, akafa. Hii imani ninayoiongelea ni iliyochukua maisha ya Mungu. Ni imani ambayo ni ya Mungu, na ndio maana nasema ni imani ya thamani, kwa sababu imebeba uhai wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii imani moja, huyu ni mtume anaelezea habari ya imani walioipokea. Na habari ya imani hiyo walioipokea, ukitaka kutafakari, utaanza kujiuliza, uliangalie hali ya kanisa la Mungu. Imani inaotembelewa na kanisa la Mungu ni imani ya nani? Au ni imani ya aina gani? Au ni nani alitudanganya imani ya Kristo Yesu ndio hii tunaoitembelea, ambao tunaona hivi kwamba ndio imani inatupeleka mbinguni? Mwana wa Mungu, nataka nikupe taarifa hivi. Kama imani ambayo tunatembelea haijavuka mipaka ya kibinadamu, mbinguni huendi. Wanaoingia mbinguni wameingia. Yesu Kristo mwenyewe anaelezea hapa Mungu kwamba ile imani ilifanya mtu afe. Nani? Mungu mwenyewe alikufa ili ailete ile imani hapa. Na ukiangalia historia za mitume, walikufa, waliuawa kwa habari ya imani hii. Sasa ndio utaanza kujiuliza, mimi imani nilionayo ni imani gani? Endapo mimi naweza nikakemewa, nikaonywa, nikataharuki, wakati kuna watu walimwaga damu kwa sababu ya hii imani. Ndio utaona hivi kwamba mimi ni mfuasi wa shetani au mimi ni mfuasi wa Mungu. Tunajifunza ili tujipime hivi kwamba hii imani ninaotembea nao mimi, hii ni imani ya Mungu, ni ya shetani, au nilidanganywa? Imani yoyote inaambatana na utii na inasimama kwenye hali ya upendo. Mtu yoyote ambaye anasema ana imani lazima ajipime na kuangalia utii wake katika neno la Mungu. Anamtii Mungu kwa kiasi gani? Anawatii viongozi kwa kiasi gani? Maanake tunapokuwa tumejengwa katika imani hii ya Kristo, itatuleta kuwa na utii katika mambo yote ya usuyo utaua. Maanake imani hii inaambatana na utii. Mungu mara ngapi anaweza kukuambia kitu lakini hicho kitu wewe usikitii? Unamwekea mashaka au hutaki kunyooka katika ile njia anayotaka kukupitisha, lakini utasema nina imani. Leo tunatakiwa kuchunguza imani zetu. Imani yangu ni imani ya Mungu kweli? Yesu akishuka leo hapa, nitaenda? Tusidanganyane kwa kwenda kuvutana tu hivi, tunaambia tunaenda mbinguni, tukaburudishwa na hisia za mwili tukiwa tunabubujika, tukadanganyana kwa sababu ya kunena kwa lugha. Hivyo havina mantiki katika mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo imani yoyote inaambatana na utii na inasimama kwenye upendo. Ngoja niwaambie wana wa Mungu, kanisa la Mungu lilivyoharibika.
Kanisa la Mungu tumeharibika kwa kitu kimoja. Kanisa la Mungu ni mwendo. Limeharibika kwa sababu gani? Yaani kanisa la Mungu linampenda mtu anayekumbatia dhambi zake. Halimpendi mtu ambaye atamwambia ukweli ili aione njia na aone mwenendo wake. Usiombe ukae na mtu ambaye anakubembeleza kwa ubaya, hakupendi. Tunaposema hapo upendo wa Mungu, upendo wa Mungu, Mungu alitupenda ndio maana akaja kutuambia sisi tumekosea. Ingekuwa Yesu anatupenda alafu akatuambia jamani na wakumbatia hivi na hivi na hivi, yani ilikuwa mbingu haipo. Yeye alishuka kule kutoka mbinguni kuja kutuonyesha upendo wake kwetu. Upendo wake ili atuonyeshe, atakuonyesha madhaifu yako. Upendo wako ili akuonyeshe, atakwambia ukweli pale unapoenda ovyo ovyo. Huo ndio upendo wa Mungu. Usione mtu anayekumbatia madhaifu yako ukaona hivi kwamba huyo mtu anakupenda. Huyo mtu hakupendi, manake anapokuelekeza na kuelekeza pabaya. Na hautaenda safari. Na hiyo sio imani hiyo ambayo Yesu Kristo aliyokuja nayo. Imani aliyokuja nayo Yesu Kristo ni imani ambayo haichangamani na uovu, haichanganyani na dhambi. Na ndio maana hata akileta neno lake anatulileta vile vile lilivyo, hata kama hivi kwamba litatuumiza, lituumize, tuingie kwenye toba ambayo italeta badiliko katika maisha yetu. Yaani hicho ndio Mungu anachotaka. Kwa hiyo hivi kwamba imani yote inaambatana na utii. Na utii inasimama kwenye upendo. Na ndio maana hata mtu akiwa anasema kitu au Mungu aseme kitu kwa mtu, huwa anasema kwa hali ya kukuonyesha matatizo yako na anakupa suluhisho la nini ufanye ili uingie kwenye mkondo wa ile imani. Bwana Yesu asifiwe. Utanielewa tu uko mbele. Tuliona Wagalatia 5:6 tuliisoma kwa habari ya imani ambayo imejengwa kwenye upendo. Leo tunaendelea. Imani halisi. Imani halisi. Unajua kuna imani zilizochakachuliwa lakini zinajulikana ni imani. Imani halisi huleta badiliko kwake huyo aliyeamini. Imani halisi huleta badiliko kwake yeye aliyeiamini, hata kugeuza mtazamo wa ndani wa mtu. Hata kugeuza mtazamo wa ndani wa mtu. Tunaposema habari ya imani, hatusemi kwa habari ya kupokea magari, hatusemi imani ya kulishwa. Yaani kwamba Mungu ananilisha. Mungu anakulisha kwa sababu wewe ni mtoto wake. Chochote anachokupa Mungu anakupa kwa sababu ni mtoto wake. Na kwa sababu wewe unaamini ni baba yako, lazima akulishe. Mungu anataka mtu ambaye anayesema hivi kwamba amemwamini yeye aone tokeo ndani ya huyu mtu, aone mtazamo na mfumo wa maisha ya huyu mtu yanabadilika. Sio kusema hivi kwamba mimi naamini. Kuamini tu haileti maana kuamini kwa mdomoni. Anataka kuna jambo, hii imani huwa inazaaga vitu ndani. Anataka kuna jambo litokee katika maisha yetu. Tunakaa katika hali ile ile kwa sababu ya jinsi tunavyoichukulia imani. Watu wengi wanajua akiwa yeye na imani ya Yesu Kristo hatakiwi kupita katika jambo lolote. Hatakiwi kupita kwenye dhiki.
hatakiwi kupita kwenye hali fulani, na hicho kimewachelewesha wengi kukua kiimani. Nikisema kukua imani, imani ni roho, kukua kiroho. Mitume walipokuwa wakihubiri wakati ule, walipokuwa wanahubiriwa na Yesu habari ya neno hili, walikuwa wanabadilika. Na kitu kilichokuwa kinatokea, walikuwa wanakutana na mambo mbalimbali. Hawakugeuka kuiacha imani walioipokea kwa sababu wamekutana na changamoto. Walisimama katika hali ile ile wakiendelea, na ndivyo walivyoweza kuingia katika utukufu na kumuona Mungu akiwatumia katika viwango. Mungu anamtumia mtu kwa kadiri ya ufahamu uliobadilika ndani yake, si kwa kadiri ya kuomba wala kadiri ya kufunga wala kadiri. Anajua, anaangalia umepokea nini, na katika hicho umekichukulia hatua gani, na katika hicho umedumu katika hicho. Mungu ndo anakubadilisha. Ndio maana ya neno la Mungu. Ndio maana kuna umuhimu wa neno la Mungu. Imani katika Kristo ni imani yaani natenda kazi ndani ya neno lake. Watu wengi hata ukimuuliza wewe unaamini? Ninaamini. Unaamini nini? Si ninaamini. Unakuta kwambia ni mgonjwa. Unaamini nini? Si ninaamini. Hana neno ambalo ameliamini. Imani ni neno. Na ndio maana anasema chanzo cha imani ni kusikia. Na umesikia wapi? Nimesikia kutoka kwa Kristo. Nimesikia nini? Neno lake. Kabla hujasikia kitu huwezi kuwa na imani. Kabla hujasikia. Sasa ninapokuwa nimesikia lile neno nililosikia, mimi ndio natakiwa nikae katika ile neno. Hilo neno niliamini, hilo neno niliishi, nikubali. Leo hii tabia za watu hatubadiliki kwa sababu ya imani tunavyoichukulia. Unafikiri imani itakubadilisha? Imani inatenda kazi na wewe unapoikubali na kuingiza katika matendo. Unaingiza, yani unaliishi lile neno ili likubadilishe. Unaliishi na unaenda kinyume na ule upinzani unaokuja kwenye lile neno. Wakati umeshukua lile neno kulikubali, shetani atakuja kuleta upinzani kwenye lile neno. Je, kule ndani utabaki katika lile neno au utawayawaya? Unatafuta nini? Unatafuta niombe, unatafuta nipige majeshi hapa, nipige nini? Hapo hakuna imani. Imani ni neno lililoko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Neno likikaa ndani yako linaleta mtazamo mpya. Linakupa kuona kwa jinsi wanadamu wasivyoona. Linakupa kuona mbali, na linakupa kuona kile kitu kilichoandikwa kwenye neno. Hata kama shetani atakuja kwa jinsi gani, akajiinua kwa jinsi gani, wewe kwa sababu ninaona. Hata kama shetani asimame vipi, ninaona nini? Ninaona kule ninapoelekea. Shetani yeye awepo na kazi zake, na mimi nina kazi zangu. Ninaona ninapoelekea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio imani. Imani si hivi kwamba nitakapokuwa nimeona mambo yamekuwa mabaya nabadilika, naingia tena narudi napindua ile imani. Baba, ninaomba unisaidie hivi, wakati imani alishakuaminisha hapo. Hiyo sio imani. Imani inajengeka na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma kitabu cha Petro wa pili sura ya 1. Tutasoma hapo tuone mambo anavyosema. Hapa tuliposoma hii sura ya 1 mstari wa 3. Kuna jambo hapo nimeliacha, tutaliona baadaye. Anasema kwa kuwa uweza wake, ngoja niunganishe kutoka juu ili uone. Simoni Petro, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani moja na sisi yenye thamani katika hali ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua,
amani. Yani amani kwako utaipata pale unapozidi kumjua Mungu. Unapokuwa umefikia kuna viwango unavyo vya kumjua Mungu, wakati unaona hivi kwamba huna amani, ina maana kuna eneo humjui Mungu, ndio maana amani inatoweka. Amani inaongezeka kadri unavyomjua yeye. Amani inaongezeka kwa mtu kadri anavyomjua Mungu. Kuna mambo mengi leo kanisa la Kristo kwa sababu limekataa kukua, kuna mambo mengi kanisa limebaki katika hali ya utoto uchanga kwa sababu limekataa kumjua. Na huwezi kumjua Mungu nje ya neno lake. Na unapomjua katika neno lake, imani inapanda. Na inapokuwa imepanda imani ndani yako, haijalishi unalala na njaa, haijalishi una hata shilingi moja, kwa sababu umemjua hautatangatanga, kwa sababu umesimama kwenye ile imani, kwa sababu unajua Mungu ni baba yangu, kwa sababu unajua yeye hata niacha, kwa sababu unajua ni mlinzi wangu. Kwa hiyo unakuwa kifua mbele kwa sababu unajua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna level mitume walikuwa wanatembea nayo. Mitume walitembea katika level ya kujua. Hawakutembea katika level ya imani hizi za kuombaomba. Walikuwa wanajua. Kwa sababu walikuwa wanajua, kuna jambo lijengeka ndani yao. Chochote walichokuwa nakutana nao walikuwa wanajua ni fursa tunapita. Leo kanisa la Kristo limekwama sehemu kwa sababu limebakia ombaomba. Halijitambui kwamba lijue nini Mungu anawaza kwao. Lijue Mungu. Hivi jiulize kama uliugua. Bwana Yesu asifiwe. Hicho yani kimenipaga ujasiri kwa Yesu. Kama niliugua nikiwa kule duniani, nikaugua na nikiwa mdhambi, na Yesu akaniokoa katika dhambi hiyo, na Yesu huyo akatembea na mimi mpaka hatua hii nilionayo sasa. Hivi unafikiri kuna kitu gani kinachonibabaisha? Najua hivi kwamba sijui imekuja ili itafanya nini. Sina hilo. Sina kwa sababu wataalamu wa dunia walishashindwa kwa habari ambacho kilikuwa kinanisumbua mimi. Sasa ninajua hivi kwamba nipo kwa ajili ya kusudi la Mungu, na hakuna atakayenizuilia. Hakuna atakayeleta ukigo, kwa sababu najua. Sio kwa sababu ninaamini, kwa sababu najua. Hata nikiona hivi kwamba kuna wachawi nini wamesimama, mimi najua ninapoelekea. Mimi sioni wachawi, mimi naona kule ninapoelekea. Maanake Mungu huwa asemi uongo. Haleluya. Haleluya. Hao mitume waliishi kwa kujua. Walikuwa wanapitia katika vitu mbalimbali vya kuwazuia. Walifikia kwenye kukatishwa tamaa, lakini kwa sababu walijua, walikuwa wanamjua Mungu wao. Na ndio maana hata Biblia inasema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hapa anasema mstari wa 3, kwa sababu walijua nini kikatokea. Anasema huyu Petro anawaambia wale watu wote, kwa kuwa uweza wake wa uungu, anasema uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo na uzima na utaua. Yani hivi, ule uweza wa Mungu alipojishusha akaja akazaliwa hapa duniani, alafu akaja akafa, akauchukua ule uweza wa uungu. Na huu uweza wa uungu unaupata wapi? Ndani ya neno lake. Na hili neno lake ukilipata linakukirimia. Unapoliamini linakukirimia. Yani unapata pasipo kutoa pesa, unapata pasipo kutoa kitu chochote. Yani ni kama zawadi. Anakukirimia uzima na utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yani utakatifu hatuombi. Yani tunapoingia katika mfumo wa Mungu ambao ni mfumo wa imani, utakatifu, tumeingia kwenye utakatifu. Unaanza kuinuka utakatifu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Uweze kusumbuka eti ombe utakatifu. Utakatifu ombi, omba utaomba. Kama uliamini neno, utakatifu uje utauona. Bwana Yesu asifiwe. Anasema uweza wake na uungu, yani utakatifu ndio yeye baba yetu, asili yake ni takatifu. Tunapoingia ndani ya mfumo wake, utakatifu unaanza. Tunaanza kulitii neno. Utakatifu unaanza, manake huko ni mfumo halisi wa mle. Anasema
kwa kumjua. Sasa ametukirimia kwa nini? Kwa kumjua. Unapojua ndio inaanza kutenda kazi kwenye huo mkono. Kama hujajua utaitwa mwana wa Mungu, lakini mbinguni kuiona hutaiona. Maanake uzima na utaua. Uzima ni nini? Kuna vitu vya uzima wa sasa na uzima wa milele. Kuna vitu vya uzima kwenye biashara, kuna vitu vya uzima kwenye afya, kuna vitu mbalimbali vya uzima kwenye ndoa. Lakini hivyo vyote vinakuja unapomjua yeye. Sio kwa sababu mimi nimeokoka, kwa sababu hivi mimi ni mtumishi, kwa sababu mtumishi na yeye ni mwana wa Mungu, naye anatakiwa aingie kwenye hiyo system kwa akimjua baba yake. Ndio maana unaona kuna level za ufahamu mbalimbali. Level ya ufahamu ni kwa kadi wewe unamjuaje, unakazanaje kumjua huyo baba yako. Baba yako hutamjua kwa maombi, hutamjua kwa kufunga, japokuwa tunayafanya hayo. Utamjua kwa kadiri ya neno lake, jinsi unavyoliingiza ndani yako, na jinsi unavyotafakari, na jinsi unavyoliingiza katika utendaji. Yani unapolisoma lazima ulinganishe uwezo wa Mungu wako na hiyo shida ulionayo, alafu hapo ndio utaona nani ana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunapoendelea kumjua ndio tunatakaswa katika hilo neno, kuingia kwenye utakatifu. Ninapomjua, manake anaposema niache uongo, ninapomjua eneo hilo nimetakaswa katika eneo hilo. Ninapojua zinaa ni dhambi, nikaacha, nikasema Bwana hapa nitapambana, Bwana upo, nitoe hapa, na nikaamini katika hilo na nikachukua maamuzi kama tulivyofundishwa jana. Sasa hapo Bwana anasema amenijua kwenye hili, analeta step. Kama hujamjua Mungu kwenye eneo lolote ambalo unaitaka, hakuingizi. Unaingia kwa kanuni. Anasema kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo manini? Hilo ndani ya huo uungu wake, ndani ya hilo neno. Kwa hayo nini? Kwa huo uzima na utaua. Kwa hiyo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Kanisa la Mungu lisipokaa katika ile imani ambao Yesu Kristo aliachilia kwa mitume, tukachukua imani tu za kurukia njiani. Manake kanisa limefundishwa hivi kwamba wenyewe ni matajiri, wenyewe hatakiwi kukutana na kitu chochote. Ukiona kitu chochote ni shetani. Wakati huo Mungu anaweza kuachilia jambo ili kukupeleka katika utukufu fulani, na shetani anaweza kuachilia jambo, lakini wewe unatakiwa usimame katika kile unachokiamini. Yeye atakuwa ni daraja, amekuvusha shetani kwenda kwenye utukufu kupitia kile kinachoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hapa anasema ametukirimia ahadi kubwa mno. Yaani neno la Mungu hili lina ahadi ambazo Mungu ameziachilia kwa ajili ya kanisa. Ukitaka kushiriki tabia yake ya uungu, lazima uingie kwenye system ya imani yake na uitendee kazi, uingize kwenye utendaji, uwe mshirika. Yani tunashiriki utakatifu. Yesu ni mtakatifu. Alipotuokoa tukaitwa watakatifu, si kwa sababu tumefanya utakatifu, bali kwa sababu yeye Kristo ndio mtakatifu. Na ndio maana akatuketisha chini tuanze kufundishwa habari zake, tujue huo utakatifu unakaaje kwenye maisha yetu. Na pale tunapojifunza ndio tunachukua hatua ya kutendea kazi yale ambayo anatufundisha. Ndio hatua tunazopiga za kuelekea katika tabia zake za uungu. Na tunaposhiriki zile tabia za kwake za uungu, tayari tunaitwa washirika. Manake sisi na Yesu tumekuwa kitu kimoja, tunashirikiana zile tabia, tunashirikiana. Na ndio maana ni rahisi kukupa vitu vyake, kwa sababu ni mshirika wake. Leo hii
kwa unachokiona kinachoendelea makanisani, kazi ya Kristo imegoma, kazi imesimama. Imesimama kwa nini? Kwa sababu watu wanamtaka Kristo awape vitu. Kwa hiyo kazi ya huduma haiwezi kuendelea, manake kila mmoja anataka nataka. Lakini kwamba hata yule aliyekuwa anajua kabisa nina kusudi nataka. Kwa hiyo imekuwa nataka, hamna mtu anayeenda kwa Mungu kwa sababu anataka kubadilishwa yeye. Anataka kumtumikia Mungu. Anataka kuona mambo ya Mungu yanatimia katika kanisa. Anataka kuona kazi ya Mungu inaendelea. Kwa hiyo ndipo shetani ametuweka kwenye kikao. Ndio maana leo hii